Majina naitwa wakili Cletus Tarisisius Nziku. Ni wakili wa kujitegemea ambaye ni wakili wa mahakama kuu na mahakama zote zilizopo chini yake. Lakini nje ya hapo nikiwa kama Mtanzania ambaye nipo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi ni mdau. Ni mdau wa michezo kwa maana ya mpenzi, shabiki na mkereketwa wa michezo, hususan mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hivyo nimekuja hapa, umeniuliza kuhusu haya makaratasi imekuwaje. Ni kwamba mimi nikiwa kama mdau wa michezo nimekuja hapa kwa lengo kubwa moja katika ofisi za Baraza la Michezo la Taifa, ili niweze kuwasilisha barua yangu, barua ambayo imesheheni malalamiko kuhusiana na uhalali ama kuhusiana na ukiukwaji mkubwa wa mabadiliko ya katiba ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF, yale yaliyofanyika mabadiliko ya mwaka 2019, hususan kile kifungu cha 37 kuhusiana na ukomo wa uongozi wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Sasa kifungu kilibadilishwa 2019, kwa nini sasa hivi 2025 kipindi cha uchaguzi ndio maana muda sahihi wa kuleta malalamiko yako? Kwa mujibu wa nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria, taratibu, lakini pia kanuni. Kwa maana kwa ujumla wake nchi inaongozwa kwa sheria ambayo ni sheria mama, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ni sura ya pili ya mwaka 1977 kama ilivyofanywa marekebisho mara 14. Lakini kwa upande wa eneo ambalo mimi nimejikita nalo kwa minajili ya barua hii, nipo zaidi sana katika sheria hizi za shirikisho la soka au shirikisho la mpira wa miguu. Hakuna kikomo cha kutoa lalamiko kwa mtu yoyote mkereketwa wa mpira wa miguu ambaye ana uwezo wa kuja kulalamika ama kuhoji. Kwa hivi ni kweli mabadiliko yamefanyika muda mrefu, lakini kwa kuwa sasa ndo wakati wa jambo lenyewe, basi mimi nikaona huu ni wakati muafaka. Ila ningekuwa na banwa na utaratibu wowote kisheria, maana yake nilipaswa mwaka huo 2019 nipeleke malalamiko yangu. Kwa hiyo kwa kuwa sibanwi, basi nimeamua tu kwamba sasa kwa sababu tunaelekea wakati wa uchaguzi, basi ni wakati muafaka wa kuleta. Lengo lolote pia labda la kukwamisha uchaguzi huu usifanyike labda? Hapana, nimeeleza pia katika barua yangu ya wazi ambayo nimekusha iwasilisha hapa kwamba mimi kama mdau wa mpira nayaleta haya malalamiko sio kwa lengo la kuleta taharuki aina yoyote, bali dira safi na inayokubalika kwa maslahi mapana ya mpira wetu wa Tanzania. Kwa hivi sina mpango wa kukwamisha uchaguzi, kwa sababu nikiwa kama Mtanzania, tena wakili msomi na mdau na mpenzi wa mpira wa miguu, hususan ni mtu ambaye nafurahia sana mambo ya mpira. Kwa hiyo ikiwemo hiyo, manake pia napenda haki, kwa maana mimi nawakilisha watu wengi ambao wako nyuma yangu, ambao pengine wao hawajajaliwa kuifahamu sheria na vifungu vyake ili kuweza kuhoji uhalali wa mabadiliko yale. Kwa hiyo mimi nimetoka mbele nikiwa kwamba nakuja kuwakilisha wadau wengi ambao hawakupendezwa na hicho kilichowekwa, kwa sababu ibara ya 37 kama nilivyoainisha hapa kwa mujibu wa barua yangu, nimeeleza vizuri sana kwamba ukitizama ile ibara ya 37 inaelezea wazi kwamba katika katiba ya zamani rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania alikuwa kisheria ana uwezo wa kuongoza kwa muda wa miaka mitatu katika vipindi vitatu kwa mujibu wa ibara ya 37 ya katiba ya kabla ya mabadiliko ya 2019. Kwa maana rais alikuwa na uwezo wa kuongoza muda gani? Miaka 9. Yule aliyegombea miaka mitatu katika kipindi cha kwanza, akimaliza muda wake anayo sifa tena ya kugombea miaka mitatu tena, na anayo sifa ya kugombea miaka mitatu ya mwisho, jumla ya miaka 9. Lakini amekwenda kufanyika mabadiliko katika hii katiba ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ya mwaka 2019. Mabadiliko yamekwenda kuongeza ukomo, yakisema kwamba rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF ataongoza awamu 4 mara 3.
Kwa manake tunakwenda kwenye jumla ya hungu ya miaka 12 kutoka miaka 9. Kwa hivyo mimi kwa nini sasa naona kwamba kitu hiki kimekiuka sheria na taratibu? Ukisoma katiba hiyo hiyo ya TFF ambayo hii imefanywa marekebisho mwaka 2019, ibara ya kwanza na ya pili ziko wazi, zinatambua utendaji kazi wa shirikisho la soka kwa muunganiko, sheria inasema hivyo, pamoja na kuheshimu sera, kuheshimu kanuni, kuheshimu taratibu, lakini pia kuheshimu vitu vinginevyo ambavyo vyote kwa ujumla wake vinakwenda katika kutengeneza au kuhakikisha soka letu linakaa vizuri.